الحمد لله الذي حرم الحيل في الدين كما حرم الربا. أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيها عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أيها المسلمون، هذه قصة أهل قرية من بني إسرائيل كانوا يسكنون على ساحل البحر، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت تعظيما له، فابتلاهم الله الحيتان تأتي يوم السبت ظاهرة وفي غيره لا تأتي، فانقسموا 3 أقسام: إعصاة المحتالون، نصبوا الشباك يوم الجمعة، وجمع الحيتان يوم الأحد قالوا نحن لم نصطد يوم السبت. أحبتي في الله، الحيتان يوم الأحد صالح، والقسم الثاني صالحون ناصحون، نهوهم عن المنكر، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والثالثة ساكتون، لم ينهوا ولم يأمروا، فكانت العاقبة مسخ الله العصاة قردة وخنازير عقوبة لهم، ونجى الذين ينهون عن السوء. الدرس العظيم: الحيلة على أوامر الله لا تنفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. Ndugu zangu wema katika iman, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu wema katika iman, ninahusia mimi na nyinyi kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema: walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi as-sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, na hakika mmewajua wale miongoni mwenu waliokiuka kuhusu Sabato, kwa maana siku ya Jumamosi, basi tukawaambia kuweni nyinyi hali ya kuwa mnadhalilika. Na hii ni Suratul Baqara aya ya 65. Enyi ndugu yangu mwema katika iman, hadithi ya watu wa kijiji ni miongoni mwa Bani Israil waliokuwa wanaishi ufukweni mwa bahari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaharamishia uvuvi siku ya Jumamosi. Kwa kulitukuza, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawajaribu. Samaki walikuja siku ya Jumamosi, baada ya kuwa wao wamekatazwa ile siku ya Jumamosi kuvua, ndiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia siku hiyo samaki wakawa ni wenye kuenea bahari nzima, kisha waliokuwa ni wengi, na siku nyingine samaki kama hawa wakawa hawakuja. Hasa ndugu yangu mema katika iman, watu wakagawika katika makundi matatu. Kuna wale ambao kwamba
waliomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wale waasi, wale wenye hila. Na ndugu yangu mema katika iman, watu kama hawa walitandika nyavu zao siku ya Ijumaa, wakatukua samaki siku ya Jumapili, wakasema, kwa sababu baada ya kuwa wao washaonekana wameweka zile nyavu, wameweka ile mitego siku ya Ijumaa, lengo lao wanaziweka zile nyavu zao, kisha baada ya kuwa washaziweka zile nyavu zao, siku ya Jumamosi hawaendi baharini, bali wanaenda siku ya Jumapili. Wakienda siku ya Jumapili, wanakuwa ni wenye kuwachukua wale samaki ambao kwamba walikuwa wameweka mitego ili wale samaki waje wenye kujaa katika zile nyavu. Hilo ni kundi la kwanza, watu ambao kwamba walioasi amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaambiwa wasivue siku ya Jumamosi, lakini watu kama hao wakawa ni wakaidi. Watu kama hao wakajifanya wao ndio wenye kujua, wakavuka mipaka katika amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha baada ya kuvuka mipaka, wakawa ni wenye kumasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wakawa ni wenye kufanya mambo kama hayo. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili, ndugu yangu mema katika imani, kuna wale ambao kwa walikuwa ni wema, wenye kunasihiana. Watu kama hawa wakawa ni wenye kukataza ule uovu wao, na kusema ili tuwe na udhuru mbele ya Mola wetu, na uenda wakamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asa watu kama hawa walivyoona wenzao wameenda wanafanya mambo ambayo kama ni mambo ya makosa, wakawa ni wenye kuwanasihi na kuambia kuwa haya mnaoyafanya si mambo mema, bali ni mambo ambayo kwamba yanaumuudhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mambo yao huenda Mwenyezi Mungu akakasirika, na sisi tukawa ni wenye kusagwa, tukawa ni wenye kuingia katika kupata adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na watu sampuli ya tatu, ndugu yangu mema katika imani, watu hawa wakawa ni wale watu ambao kwamba waliokuwa ni wenye kunyamaza, kwa maana sakitun, watu walionyamaza. Waliona ule uovu, hawakufanya huo uovu, hawakuongea, watu hawa wakanyamaza. Kwa maana watu hawa hawakukataza wala hawakuamrisha katika yale mambo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameyaeleza. Hakuwa ni wenye kuamrisha yale mambo ambayo kwamba yanampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hakuwakataza katika yale mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoharamisha. Watu hawa wakawa ni wenye kunyamaza. Sasa ndugu yangu mwema katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawabadili waasi kuwa nyani na manguruwe kama adhabu, na akawaokoa wale waliokataza ubaya. Sasa somo kubwa ndugu yangu mwema katika imani, hila juu ya amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazifai. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesemaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la'ana Allahu, Mwenyezi Mungu awalaani Mayahudi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaharamishia mafuta, wakayayusha, kisha wakayauza na kula bei yake. Ndugu yangu mema katika iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, Mwenyezi Mungu atueleza, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabt was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr, waulize watu hawa waliokuwa wakiishi pambizoni, waliokuwa ni wenye kuishi kando kando ya bahari, yauma la yasbituna la ta'tihim, wakati walipokuwa ni wenye kuambiwa, wakati walipokuwa ni wenye kuambiwa ya kuwa msivue samaki siku ya Jumamosi,
yauma la yasbituna la tatihim, wanapoambiwa basi samaki wakawa ni wenye huja baharini. Sasa Ibn Kathir, ndugu yangu mama katika imani, yasema waweza katika hali hili ya kuwa watu hawa wamekatazwa katika lile jambo ambalo kwamba wamekatazwa nalo, kwamba wasivue siku ya Jumamosi. Basi Ibn Kathir anaeleza kuwa kukatazwa kule, katika ile siku ya kukatazwa, samaki walikuwa ni wenye kuenea katika bahari. Hata ukijaribu kwenda baharini na kuizamisha mkono wako, tayari unaweza kuokota samaki bila kutumia nyavu yoyote wala kutumia ndoana yoyote kuwavua samaki wale. Unaweza kuingiza mkono katika bahari, kisha unakuwa ni wenye kutoka na samaki. Hivyo ndivyo alivyoeleza Imam Ibn Kathir rahimahullah. Kisha shur'an tadhabu bikasra, samaki walikuwa wengi sana, ndugu yangu mwema katika imani. Sasa watu hawa, ndugu yangu mwema katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alipotueleza na kutuonyesha ule ubaya wa kule mtu kunyamaza katika mambo kama haya, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipoeleza katika ile aya, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibahum adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bi anjayna alladhina yanhauna 'anis su', na walipoyasahau yale waliokumbushwa na watu, tuliokoa wale ambao kwamba walikuwa ni wenye kukataza mabaya. Sasa ndugu yangu mwema katika iman, wa akhadha alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun, tuliwapatiliza kwa adhabu kali wale waliofanya dhulma, kwa adhabu kali kutokana na mambo walioyafanya, mambo ya ufasik, mambo mabaya, mambo yasiyompendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kuwa walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kuwa naam, kweli mmelijua kisa cha wale miongoni mwenu waliokoza katika siku ya Sabato, siku ya Jumamosi, basi tutakuambia kuweni nyani hali ya kuwa nyinyi mnafedheheka. Allah akasema faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lilmuttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kuwa basi tukalifanya hilo liwe adhabu, hilo iwe adhabu kwa waliokuwepo wakati huo, na wale watakaokuja baadaye iwe ni mawaidha kwa mchao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu yangu mama katika imani, kupitia katika aya hizi kwa haraka tupata mafunzo muhimu matatu kutokana na aya hizi. Kwanza, tunapata utimizi kutii amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kukiuka amri ya Sabato kwanza inaleta adhabu. Kukiuka amri yoyote ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na ile mazingatio kwetu sisi ndugu yangu katika imani, tukikiuka amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tukaenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukafundisha na tukaenda mbali, tukaenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi tufahamu ya kuwa adhabu huenda ikawa ni yenye kutufikia. Tusidhania kwa adhabu iliyowapata wale haiwezi katurudia sisi. Haya ni makosa ndugu yangu mema katika imani. Kisha yasema katika mafundisho haya, kwanza kuna utimizi kutii amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na ukikiuka amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama walivyokiuka watu wa Sabato walipoambiwa wasivue siku ya Jumamosi wakavua, basi adhabu hiyo
katika mambo hayo walivyokiuka, huenda ikaleta adhabu kali, ambao kwamba adhabu hiyo ikawa ni yenye kuadhibu watu kama hao. Sasa ndugu yangu katika imani, kisha jambo la pili kulizingatia, adhabu ni somo. Allah anatoa mifano ili vizazi vijifunze. Kwa hivyo kutoa adhabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kueleza baadhi ya visa katika Qur'ani na kuonyesha zile adhabu alizokuwa ni wenye kupewa, si kuwa zimewekwa hivi viburebure. Ndugu yangu mwema katika imani, si kuwa ni hadithi za Abu Nuwas, la hasha la hasha, lakini adhabu waliokuwa ni wenye kupatiwa wale waliokuwa wanakwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi adhabu hiyo inakuwa ni funzo kwa vile vizazi vitakavyokuja, ili waweze kuzingatia kuwa sisi tukienda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu, tukienda kinyume na mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake, basi huenda adhabu ikawa ni yenye kutufikia sisi. Kwa hivyo adhabu ni miongoni mwa mafundisho ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayotoa kwa waja wake. Ndugu yangu mwema katika imani, na jambo lingine, takwa, ucha Mungu. Mawaida ni kwa wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anadhihirisha namna ucha Mungu, anadhihirisha ucha Mungu ndugu yangu mwema katika imani. Lakini ukiwa na ucha Mungu kisawasawa na ukafahamu yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoamrisha na aliyoyakataza, basi ikiwa wewe ni mu'min, hauwezi ukaenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi himma yako inakuwa ni mwenye kuwa na juhudi katika kuendea yale ambayo kwamba yanayompendeza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wema katika imani, kuhusiana na haya, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Aisha ambaye ni mke wake radhiyallahu anha, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiradata wal khanazira ahiya mimma musikha, faqala inna Allah lam yaj'al limaskhi naslan wala aqiba wa inna alqiradata wal khanazira kanat qabla dhalik. Ndugu yangu wema katika imani, Aisha alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na suala la manyani ama mang'onda na manguruwe, aiya mimma musikha, je, ni miongoni mwa watu waliofanyiwa mabadiliko ya umbo? Ni miongoni mwa watu waliofanyiwa mabadiliko ya kubadilishwa? Faqala Rasulullahi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu Aisha akamwambia, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lam yaj'al limaskhi naslan wala aqiban, akajibu hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hakufanya mabadiliko ya umbo yawe ni vizazi wala uzao. Wa innal qiradata wal khanazira, lakini hakika nyani na manguruwe, kanat qabla dhalik, walikuwepo kabla ya hapo, kabla ya kutokea adhabu hiyo ya watu kubadilishwa mang'onda, ya watu kubadilishwa manyani. Basi tufahamu ya kuwa manyani kama hao na manguruwe kama hao walikuwepo kabla ya hapo. Kwa hivyo tusiwe na zile fikra ya kusema kuwa manyani walianza kupatikaniwa baada ya watu hawa kwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo walipopatiwa adhabu ndiyo manyani wakaza pale. Haya ni makosa makubwa sana utakuwa umeyafanya wewe ndugu yangu mwema katika iman. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Aisha, wa innal qiradata wal khanazira kanat qabla dhalik, lakini manyani na manguruwe walikuwepo kabla ya hapo, kwa maana walikuwepo kabla ya kupatiwa hiyo adhabu. Tayib, haya sasa ndugu yangu mwema katika iman, na hapa ndugu yangu mwema katika iman, kuna maswali mengi sana watu wanaulizaje? Watu wanauliza kuwa, je, binadamu hutokamana na wanyama?
Jibu hilo tutalijibu kupitia kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa badaa khalqal insana min tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Sajda yatuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa badaa khalqal insana min tin. Allah yasemaje? Allah yasema yeye ndiye aliyeboresha kila kitu alichokiumba, na kaanza uumbaji wa mwanadamu, kumuumba binadamu kwa kupitia udongo. Kisha Mwenyezi Mungu akuachia hapo akasema, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kisha akaifanya nasaba yake itokane na tone la maji, tone ambalo kwamba ni duni. Ndugu yangu katika iman, Allah akuachia hapo akasema, thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akaitengeneza sawa na kupuliza ndani yake roho. Tayib, wajaala lakum as-sam'a, na akakufanyieni nyinyi masikio, wal absara, na macho, wal afida, na nyoyo. Qalilan ma tashkurun, ni wachache sana wale wanaomshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndugu yangu mema katika imani, adhabu kupitia dini, adhabu ya Sabato, adhabu ya Jumamosi ni mabadiliko ya muda mfupi, kwa maana ilipokuwa wakati huo adhabu ile iliisha tu baada ya siku 3, kwa maana baada ya kuwa watu hawa wamebadilishwa kuwa manyani, watu hawa hawakumaliza hata siku 3 wakawa ni wenye kufa. Kwa hivyo ile adhabu ikawa ni yenye kubakia. Kupitia katika mijadala kama hii, wanavyuoni wamegawanyika katika sampuli 3. Kuna wale ambao kwamba waliokataa, na miongoni mwa waliokataa ni mwanazuoni al-Imam Ibn al-Uthaymeen na Albani rahimahullah. Yasema, na hapa katika kauli yao mbili wanasema, mtu asiyekubali uumbaji wa Adam kama Qur'ani inavyosema, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa badaa khalqa al-insana min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Basi mtu huyu asiyekubali uumbaji wa Adam kama Qur'ani inavyoeleza mambo haya, basi mtu kama huyu atakuwa amekufuru. Na ndugu yangu wema katika iman, kumalizia katika khutba yetu hii ya mwanzo, kuna kundi la pili ambalo kwamba ni kundi la wanavyoni ambao kwamba waliokuwa ni wenye kukubali mageuzi madogo na kukataa yale ya binadamu. Mfano mwa wanazuoni waliokubali, kuna wale ambao kwamba kupitia saizi ni maarufu sana. Miongoni mwao ni kama vile kina Dr. Zakir Naik, kina Yasir Qadi wa Sheikh Hamza Yusuf. Hawa wanakubali kitu kinachoitwa micro evolution, kwa maana wanakubali ya kuwa mbwa huweza kubadilika kuwa mbwa aina nyingine, na hili liko wazi kisayansi, kwa maana mbwa yaweza kubadilika kuwa mbwa aina nyingine, na hili liko wazi kisayansi, halina utata ndani yake. Lakini katika mambo waliokataa ni pale walipokataa ile kitu inaitwa macro evolution. Walikataa kwamba kupitia Qur'ani inasema Adam si kiumbe cha kati, mwanadamu si kiumbe cha kati. Kwa maana kauli yao Qur'ani, wanatetea Qur'ani kwa kusema Qur'ani ujibu maswali yani haijibu maswali ya kibiology, lakini Qur'ani inajibu masala ya binadamu, kuonyesha binadamu ni nani, kuonyesha nani aliyemuumba binadamu, na kuonyesha binadamu hapa ameletwa kwa kazi ipi. Ndugu yangu katika imani. Na kundi la 3 la wanavyoni
ni wale ambao kwamba waliokuwa ni wenye kufasiri aya kwa mtazamo mpana, kwa mtazamo mkubwa, wakizingatia maana, ukizingatia zile aya kwa undani. Na miongoni mwa wanavyoni hao waliokuwa ni wenye kufasiri aya hizo kwa mtazamo wa ndani ni Dr. Uthman Bakar na baadhi ya wanavyoni kama vile wanavyoni wa Azhar kina Dr. Abdul Aziz Sakadina. Na kauli yao wote hawa wanasema kuwa mageuzi yaeleze mambo ya kimwili, lakini Qur'ani yaeleze mambo ya roho. Wanafakha fihi min ruhi, Adam alayhi salam alipopata roho ndiyo akawa ni khalifa. Ndugu yangu mwema katika iman, kufikia hapo tumomba Allah jalie min allazina sami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن محمدا رسول الله. أيها الإخوة، من دروس أصحاب السبت الاحتيال على الدين مهلكة، ظنوا أنهم أذكى من الله، يخادعون الله وهو خادعهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة، لولا الناصحون لهلك الجميع. الساكت عن الحق شيطان، أخرسوا القسم الثالث هلك مع العصاة. Ndugu yangu mema katika iman, miongoni mwa masomo ya watu wa Jumamosi ni kufanya hila juu ya dini, na pia mambo haya ni uharibifu. Walidani wana akili zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanamdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye anawadanganya, kama vile Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoeleza katika suratul Nisa, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Tayib, kisha jambo la pili ni kuamrisha mema na kukataza maovu, ni wokovu. Lisiokuwa wale wanasihi wote wameangamia. Wasipopatikaniwa wale watu wenye kunasihi, wale wenye kuwaongoza wenzi wao, basi tufahamu ya kuwa pasipopatikania hata mtu mmoja wa kuwa ni mwenye kumnasihi mwenzake kwa jambo alilolikosea, basi katika kubidia kwa kutopatikana mtu kama huyo, basi huenda halaku jamia, huenda watu wote wakawa ni wenye kungamia. Ni aula zaidi hata kama hatapatikaniwa wote, japo apatikaniwe mtu mmoja ambaye kwamba anayeweza kufanya nini, anayeweza kumnasihi mwenzake wakati anapokuwa amekosea, kumwambia hili unalolifanya ni makosa na hili unalolifanya ndilo la sawa. Itakuwa ni aula zaidi kuliko kutopatikana kabisa. Na jambo la tatu kumalizia, kunyamaza juu ya haki ni shetani bubu. Kwa maana ukiona mwenzako amekosea, ukaona munkar, na wewe ukawa ni mwenye kunyamaza, kwa maana wewe husapoti, kwa maana wewe hupingi, umenyamaza tu, hili pia ni jambo la makosa. Tayib, na kupitia kwa kundi hili, kundi la watu watatu waliangamia pamoja na waasi, kwa sababu kwao wao walikuwa ni wenye kujua yale wanaoyafanya ni mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha, lakini wakanyamaza. Walivyonyamaza, wote hao wakachanganywa na wale wenye kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa ni wenye kuangamia. Haifai kwa Muislamu kuona munkar unaoenea katika mujtama, unaoenea katika mji, unaenea katika nchi, kisha we usiwe ni mwenye kukanya. Basi pia hata kama umeshindwa kutumia mkono wako, basi tumia ulimi, kwa sababu usipolikataza lile munkar, basi nyote mtakuwa ni wenye kuangamia na nyote mtapata adhabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu
wa ta'ala. Ndugu yangu wema katika imani, kumalizia, watu wa Jumamosi walijidanganya na ila zao mpaka Mwenyezi Mungu akawageuza. Hivyo ndugu yangu mema katika imani, kupitia kwa mafunzo haya, ni mafunzo ambayo kwamba mtu yafaa awe ni mwenye kuyazingatia kwa makini, kwa kuyazingatia, kwa kutilia umuhimu katika bongo lake la kichwa. Mambo haya tuliyoyazungumza, mtu asikuwe ni mwenye kuyachukulia yale maneno kuyaingiza katika upande wake wa kulia na kutoka upande wa kushoto, la, yawe ni mazungumzo yenye kubakia katika bongo. Haya yanayozungumza watu wayafanyie kazi, wasiwe ni wenye tu kuzungumza tu, bali kwa kuonyesha nini? Kuonyesha vitendo. Kwa hivyo ndugu yangu mema katika imani, tunapozungumza tuwe ni wenye kuzungumza naam, lakini katika yale mazungumzo yetu yawe yanadhihirishwa na vitendo. Ndiyo hata Uislamu hauonyeshwi kwa mtu kuvalia majoho, bali Uislamu unadhihirishwa kwa vitendo. Ndio vile vitendo utakavyovifanya ndivyo vitendo hivyo vitakavyomjulisha yule asiyekuwa Muislamu, atakwambia huyu ni Muislamu. Lakini wewe ukawa wewe ni Muislamu, kisha yale mambo yote aliyoharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe humo, uko hapo ndani wewe. Yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe uko nyuma. Hasa hapo Uislamu wako utakuwa uko wapi? Watu wanakuwa ni wenye kuambia kuwa huyu matendo anayofanya si matendo ya Muislamu, bali ni matendo ya Ukristo. Tayib. Kwa hivyo ndugu yangu mema katika imani, kwa mengi au machache, tuombe Allah jalie min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udhu bika min al-hila fi ad-din wa min al-makri as-sayyi wa min an nakuna min alladhina qalu sami'na wa 'asayna. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر ولا تجعلنا من الساكتين عن الحق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.